Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Amen. Kama una amani punga mkono wako hewani namna. Mpe jirani yako mkono, mwambie karibu nyumbani mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu aliyenipa neema tena na kibali kuwepo mbele yenu siku ya leo. Ninajua sio kwa akili wala nguvu zangu, ila ni kwa neema ya Mungu tu. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Tumefurahi kunipa nafasi na kibali kusimama mbele yenu. Mungu wa mbingu na nchi ambariki. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu, mchungaji kiongozi, kunipa nafasi na kibali kusimama mbele yenu, pia kuniombea. Mungu wa mbingu na nchi ambariki. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya wana maombi wote na wana mispa kwa ujumla ambao wamekuwa wakiomba kwa ajili ya madhabahu hii na kutamka neno. Mungu wa mbingu na nchi awabariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sisikii kama mna furaha. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mpe Yesu makofi. Sisi ni wana wa ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Na ni wana wa amani. Yuko aliyekufa kwa ajili ya amani yako wewe ambaye hauna amani. Alichukua huzuni, akachukua kilio, akakupa wewe kuwa na amani siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Leo ninataka niseme na wewe kwa habari ya neema. Bwana Yesu asifiwe. Neema. Neema kama kibebeo cha mafanikio ya kwako ya kiroho na ya kimwili. Kwa anayeandika, kichwa cha somo kinasema neema kama kibebeo cha mafanikio ya kiroho na ya kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Mafanikio yako ya kiroho yanahitaji neema ya Mungu. Mafanikio yako ya kimwili yanahitaji neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu ambavyo hatustahili kuwa navyo, ila kwa neema tu tunavyo. Bwana Yesu asifiwe. Wenda hujasikia. Kuna vitu ambavyo hatustahili kuwa navyo, ila kwa neema ya Mungu tu tunavyo. Na vitu hivyo ni vitu vifuatavyo. Kitu cha kwanza ni upendo. Watu wengi hawakustahili kuwa na upendo, lakini kwa neema ya Mungu tu Mungu ametupa kuwa na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Na kama huna neema huwezi kuwa na upendo. Ili uwe na upendo inahitajika neema ya Mungu ndani yako. Ili umpende rafiki yako inahitajika neema ya Mungu ndani yako. Ili umpende jirani yako inahitajika neema ya Mungu ndani yako. Ili upende familia yako inahitajika neema ya Mungu ndani yako. Ili umpende Mungu lazima ile neema ya Mungu itangulie ndani yako, ikakusababishe wewe kumpenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ili uwe na wokovu lazima neema ya Mungu itangulie ndani yako. Ili uwe na neema na huruma na kibali, ni neema inatangulia mbele yako. Kama una neema huwezi kupata kibali. Unaweza ukazunguka, umesoma vizuri, una elimu nzuri, cheti chako kiko vizuri, na una uzoefu mzuri wa kufanya kazi, una uwezo mzuri wa kufanya kazi, lakini utazunguka ukitafuta kazi upati. Unashangaa zinatoka tangazo za ajira, unaandika barua upati kazi. Wanaitwa watu kwenye interview, unaenda upati kazi. Kwa nini? Neema ya Mungu imepungua ndani yako. Ile neema ikikaa ndani yako inakuwa kiongozi. Inaenda kukupa vitu ambavyo hata ukustahili. Wakati mwingine hata hujasoma unaenda mahali tu unashangaa unaitwa unapewa kibali cha kazi. Nini? Neema imetangulia mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu kingine ambacho unatakiwa kujua, wakati ukiwa na neema ujue na vita ipo. Ukiona unapendwa sana, ujue na kuchukiwa kupo. Ukiona unafanikiwa sana, ujue na kukosa kupo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kinachoteseka pale ni ile neema ulio nayo. Neema huwa inapiganiwa kwa muda mrefu. Na kila mtu aliyoko mahali hapa ana neema. Na neema yako wewe haifanani na neema ya mwanadamu awaye yoyote yule. Mwambie jirani yako, neema nilio nayo haifanani na ya kwako. Wenda Mungu amekupa neema ya kuimba lakini mwenzako hajapewa. Wenda Mungu amekupa neema ya kuomba mwenzako hajapewa. Wenda Mungu amekupa neema ya kufanya usafi kanisani mwenzako hana, hata umbembeleze hana. Wenda kuna watu ambao wamepewa neema ya kumtafuta Mungu, lakini kuna wengine ambao hawajapewa. Kwa nini? Kile ni kipimo au ni zawadi ambayo Mungu alikuandalia tangu ungali tumboni mwa mama yako. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nakuambia neema yako wewe haifanani na mtu mwingine. Wakati
Na hapo ndipo tunapopotea. Ninabaki nikipigania neema ya mwenzangu. Kwa nini anapanga viwango? Kwa nini anapanda juu? Kwa nini anaimba vizuri? Na sahau nina neema yangu mimi. Naacha kuiombea neema yangu mimi. Naacha kuombea zawadi ambayo Mungu amenipa mimi. Napambana na ya ndugu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Katika Waefeso 4 mstari wa 7, neno la Mungu linasema kila mtu amepewa neema yake, na ndani ya neema kipawa chake. Kila mtu amepewa neema yake, na ndani ya ile neema kuna kipawa. Kwa hiyo kama wewe ni muombaji, iko neema ilitangulia kwanza. Kama wewe ni mwimbaji, iko neema ilitangulia kwanza. Kama wewe ni mfanya biashara, kuna neema imetangulia kwanza ikakupa nafasi ya biashara. Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari wa 9 mpaka wa 11, wewe andika tu, utakwenda kusoma nyumbani. Neno la Mungu linasema tuliitwa kwa mwito. Kila mtu aliitwa kwa mwito wake. Yaani ulivyo hapa wewe, ulivyotolewa huko uliko, Mungu alivyokutoa huko akakuleta hapa, ana sababu ya kukuleta. Ana wito aliokuitia wewe. Ana kile alichotaka uje ukafanye mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na kila mtu amepewa wito wake. Kila mtu ana neema yake. Kuna waliopewa uinjilisti, kuna waliopewa uchungaji, kuna waliopewa utume, kuna waliopewa walimu, kuna walioitwa ni wafanyabiashara, kuna walioitwa ni wafanyakazi, kuna walioitwa ni wakulima, kuna walioitwa ni wafanyakazi. Lakini kila mtu na neema yake, na ile neema inafanya kazi. Ukiweza kuitumia hiyo neema, lazima ufanikiwe. Ndio maana unaona kuna watu ambao wanaenda wanafanya kazi fulani. Alisoma ni sawa, amesomea kile kitu, wenda amekitesekea mpaka amepata degree, na akafanya kazi kwa kiwango fulani, akaja akaacha. Nini kinamtoa kwenye ile kazi? Neema. Wenda wewe ulikuwa ni mwalimu mzuri, wenda ulikuwa ni askari mzuri, wenda ulikuwa ni daktari mzuri, lakini leo tunakuona unahubiri injili. Nini kimekutoa kule? Neema Mungu aliyokuitia haikuwa ya kwenda kupambana na fimbo kuchapa watoto. Haikuwa ya kwenda kusimama barabarani kusimamisha magari. Haikuwa mwanajeshi kutumia bunduki. Haikuwa ni wewe kwenda kupambana kulima shambani. Mungu alikuita na neema aliyokupa, alikupa kazi ya kumtumikia kwa namna alivyokuita, alafu wewe ukabarikiwa kupitia kile alichokuitia. Na sitakiwi niichukie neema ulionayo, natakiwa niiombee ili ya kwangu ipande. Na neema inaanza tangu watu wakiwa wadogo. Tunaangalia watu ambao Mungu aliwapa neema. Tunaangalia mfano, mtu wa kwanza ni Yakobo katika Mwanzo 28 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Yakobo kwao wamezaliwa pacha. Yeye ni mdogo, ndugu yake ni mkubwa. Lakini kuanzia tumboni alikuwa amepewa neema. Na alikuwa anajua mimi ninakwenda duniani na kwenda kufuata mafanikio yangu. Ndugu yake yeye aliona kwa sababu ni wa kwanza, mafanikio yameambatana na yeye. Hapana. Kuwa wa kwanza sio kwamba mafanikio yameambatana na wewe. Inategemea neema iliyo ndani yako ina kiwango cha namna gani. Yakobo anatoka, anamwona ndugu yake anatangulia, anamwambia laiti ungejua ungerudi nyuma yangu. Anakamata kisigino, anamwambia laiti ungekaa nyuma nitangulie, maana ninakuona unakimbia, lakini neema ya baraka na mafanikio ni ya kwangu. Wewe tangulia tu, lakini anaenda kufanikiwa zaidi ni mimi. Kwa hiyo usiangalie aliyetangulia mbele yako. Usiangalie una miaka 20, 30. Usiangalie una miaka 40, 50 hujafanikiwa. Sikiliza nikwambie, wewe ni Yakobo huko nyuma, lakini mafanikio yako yako mbele. Lazima ufanikiwe tu. Hata kama wanang'ang'ana kukurudisha nyuma, lazima ufanikiwe. Hata kama wanakukatisha tamaa, lazima ufanikiwe. Tunaona Biblia inasema baada ya wao kuzaliwa wameishi. Yakobo akaijua neema iliyoko ndani yake. Baada ya kujua neema iliyoko ndani, akajua hii neema inahitaji kuchuchumilia ndani ya baba na mama. Kitu ambacho ndo watu wengi tumepoteza, utii. Bwana Yesu asifiwe. Tumepoteza neno la utii. Hatubarikiwi, hatufanikiwi kwa sababu hatuna utii. Mioyo yetu imekuwa ikazidi, ikajaa dharau, ikakataa kutii. Anazaliwa Yakobo na Yusufu. Yakobo anakubali kukaa nyumbani kutii. Yeye aitwe atumwe ataenda. Katia ng'ombe atakatia. Nenda kalime atalima. Kaokote
atafagia, ataosha. Kwa nini? Anajua ni nini ambacho anataka ndani ya wazazi wake. Ndugu yake yeye akaona maisha ya kukaa nyumbani hapana. Sikiliza niwaambie, ukiona unaamka asubuhi unatafuta kijiwe cha kwenda kukaa unasema najitafuta, pole. Mwambie jirani yako pole. Hakuna kujitafuta barabarani. Hakuna kujitafuta kijiweni. Kujitafuta kuko mahali pa kukaa na kutulia. Umekuwa mkubwa huko kwa wazazi wako, tafuta Mungu mahali alipo, katulia chini yake. Utafute uso wake ili aseme na wewe kwa habari ya maisha yako. Esau yeye alikuwa anatoka anasema nakwenda kuwinda. Anakimbilia mawindo. Ndugu yake anabaki nyumbani wanalima. Baba na mama na yeye wanakwenda shambani. Wanafanya kazi za nyumbani, wanalisha mifugo. Yeye akaona kulisha ni kazi, bora akimbilie porini aende akatafute mawindo. Anakwenda siku nyingine anapata, siku nyingine anakosa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu hajataka kujituma. Anaenda kuangalia vile ambavyo hajui nani ameviandaa ili apate. Siku moja anakuja, kwa sababu Yakobo alishaandaliwa neema na kibali. Anakuja ana njaa na ameenda kuzunguka. Amekaa kijiweni, jua limemuwakia, hakuna aliyempa maji, hakuna aliyempa soda. Amerudi ana njaa. Anafika nyumbani anakuta jamaa mchapakazi amepiga kazi, amechoka, lakini na jikoni ameingia, amebandika dengu, chakula ni kitamu kinanukia. Anamwambia sikiliza rafiki yangu nikwambie, nina njaa. Babisha unauza neema ulionayo. Shida ni mbaya kuliko vitu vyote. Ndio maana unaona watu wanaoteseka wakipitia shida wanauza kila walicho nacho. Nini shida?